Mimi naitwa Lucy Anthony Michael, ni mkazi wa Yombo Dovya. Ni mmoja wapo ambaye nilienda katika ubalozi wa Vatican katika kupeleka barua ya maoni kwa ajili ya viongozi wetu wa dini. Lakini baada ya kwenda katika ubalozi wa Vatican, baada ya hapo nilianza kupokea simu za vitisho kwa watu wengine nikiwa na wafahamu na wengine siwafahamu. Namba zilikuwa nyingi zinapigwa. Baada ya hapo siku ya Jumatano tarehe 6 natoka nyumbani kwangu nilivamiwa na watu 4 ambao siwafahamu na Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Thank you very much. Bwana, na video ambayo ukiangalia kweli inaumiza, inasikitisha, lakini sometime lazima tuseme ukweli. Huyu dada alikuwa ni yule dada alikuwa anapigania kuhusu, alikuwa anasema yeye ameenda kumshtaki askofu kwenye kanisa la Katoliki, lakini kibao kimemgeukia. Sasa hivi dada bwana amekula kichapo. Kichapo sio cha mchezo na hajulikani wale wamchapa. Yaani ana makovu mwili mzima, dada anashindwa mpaka kuongea. Hizo zote ni shida zilizomfikia baada ya kuongea yale maneno. Sasa tuseme kitu kimoja, na niliwahi sema video yangu kama wiki moja iliyopita, niliwahi sema nyinyi UVCCM, kama ukiwa UVCCM, CCM inakutaka wakati wewe uko na afya yako, wakati unaweza ukajifanyia kazi, wakati unaweza ukajifanyia biashara zako na maisha yako mengine. Lakini kipindi mambo akishakugeukia, ushakuwa na shida zako fulani, au wao washakutumia, sasa hivi wanapotaka washafika, wewe ndio utakuwa adui wao wa kwanza. Na mimi naitwa Lucy Anthony Michael, ni mkazi wa Yombo Dovya. Ni mmoja wapo ambaye nilienda katika ubalozi wa Vatican katika kupeleka barua ya maoni kwa ajili ya viongozi wetu wa dini. Lakini baada ya kwenda katika ubalozi wa Vatican, baada ya hapo nilianza kupokea simu za vitisho kwa watu wengine nikiwa na wafahamu na wengine siwafahamu. Namba zilikuwa nyingi zinapigwa. Baada ya hapo siku ya Jumatano tarehe 6 natoka nyumbani kwangu nilivamiwa na watu 4 ambao siwafahamu na kunishambulia kama hivi mnavyoniona. Nimepigwa siku ya Jumatano muda wa saa 5 na asubuhi. Kipindi natoka naelekea kwenye shughuli zangu. Na watu ambao wasiojulikana na siwafahamu. Kama hivi mnavyoniona kwenye mkono nimeumia, usoni kama hivi mnavyoniona, na baadhi ya sehemu mbalimbali za mwili wangu ambazo zinaletea maumivu mpaka hivi sasa. Jambo kubwa walichukua na kidai kwamba wanasema wewe unajifanya msemaji wa serikali, wewe unajifanya chawa wa serikali, wewe unajifanya serikali inakutumia kwenda ubalozi wa Vatican. Wewe una mamlaka gani kwenda ubalozi wa Vatican? Wewe ni mtu wa serikali, wewe ni msemaji wa serikali. Kama kuna viongozi wanaongea lugha ambazo hazipendezi kiimani yao, wewe ni msemaji wa kanisa mpaka uende huko. Ndio maneno ambayo alikuwa anayatamka hayo. Nilivyotokewa na matatizo hayo nilienda kuripoti kituo cha polisi cha Makangalawe ili nishachukua labi, na mpaka hivi sasa naomba nisaidiwe kwa ajili ya usalama wangu, serikali nisaidie kwa ajili ya usalama wangu. Lakini mpaka hivi sasa hali yangu ya kiusalama naona ipo chini, na mimi kiangalia na familia naishi. Kwa hiyo naomba nisaidiwe kutokana na hali yangu ya kiusalama. Nashindwa hata kutoka kutembea, nashindwa. Kwa sasa hivi familia yangu inaishi kwa wakati mgumu sana, kwa sababu hata wenyewe naona kama wananilaumu kwa kile nilichokifanya, labda kwa sababu maisha wanayepitia na wao wanaogopa hata kutoka nje, wanaogopa hata kutembea mtaani, wanahisi na wao hivyo vitisho wanavyopewa mimi, wanahisi mama yao muda wote na saa yoyote naweza nikauawa kama watu walivyokuwa wanazungumza. Mimi naitwa Ashura Salum, mjumbe wa mtaa Dovya. Lucy namfahamu, jirani yangu. Mimi naomba serikali ya mtaa na jeshi la polisi washirikiane kuimarisha ulinzi. Mr. Daudi Leonard Angano. Huyu mimi namfahamu Lucy Michael. Huyu ni mwananchi wa Yombo Makangalawe. Nisema tu kwa ujumla, hakuna mwananchi aliyekuwa na mamlaka ya kuweza kumshambulia mwananchi mwenzie. Mamlaka hakuna. Kisheria serikali ya Tanzania, taratibu zote nafikiri zimepangwa kwa utaratibu na nchi inaendeshwa kwa mamlaka ya kisheria. Kwa hiyo kama ameshambuliwa kwa hili, mimi nafikiri sheria inaweza kufuata mkondo wake. Haipendezi kumshambulia mtu kwa kumpiga au kwa kitu chochote kile. Ni njema ni mtu mkamuita na mkamuuliza mkapata uhalisia, taratibu nyingine zikafuata. Serikali tusaidie. Kama kutusaidia ili swala kama limepita, sisi tunachotaka amani. Serikali tusaidie, itulinde, itupe uaminifu, na sisi tunakopita
watu wanaetufanyia vitendo vya uovu, wanaetaka kutusukuma, wanaetaka kutupiga, watu wache na sisi tuwe na amani. Hiyo ni kawaida ya serikali yoyote. Serikali inakutaka kipindi wao wana shida kwako. Wakishapata wanachokitaka, wewe unamalizwa, kwa sababu hawataki utoe siri za ile nchi au ile chama chochote kilichokuwepo. Na hayo ndio mambo yanayotumika kwenye siasa zote. Sasa huyu dada, video iliyopita kama wiki moja iliyopita nilisema dada, wewe kama kweli umetumwa au umepewa hela au umefanya chochote, wewe sasa hivi ongea, lakini haya mambo hata kunyamazia hivi. Kuna watu wataanza kukuwinda, wataanza kufanyia kila kitu, na ninajua CCM hata kupa ulinzi. Hauwezi ukapewa mabodyguard, mapolisi wanaanza kufuatafuata nyuma, unaenda sokoni kwenda kuuza nyanya zako, kwenda kuuza vitumbua vako, hawezi kukufuata. Na hapo tayari kama umepewa 100,000 ushakula, kama ushapewa 200,000 ushamaliza. Sasa maisha yako ushatia hatarini, kwa sababu ushatengeneza chuki ya raia wote. Kwa sababu ukisema dini yote, ukisema kitu kibaya au ukimshtaki mtu wake, unajua ulijenga uadui wa nchi nzima, kwa sababu dini inakuaga ipo kila sehemu. Uwezo ukasema bana ni kama chama fulani, mimi nikisema hivi akinihusu nitatetewa na chama fulani, lakini dini ni dini, inabaki as the way it is, haina njia yote unaweza kuepukana. Sasa udada nilimwonyaga sana katika ile video ya zamani, nilisema bana achana na hiyo, haiwezi kukufaa. Hata kama kuna mambo yenu mengine mnafanya, fanyeni, lakini msiende upande wa dini. CCM inatumia hawa UVCCM, na UVCCM wanapelekwa na njaa, kwa sababu wanataka hizo hela, wanataka maisha. Si unajua kibongo bongo. Sasa zile ndo zinawasababisha vijana wanapoa hela, wanakuja kuongea wanavyotaka. Sasa baada ya hapo tena hapo ulinzi. Sasa udada anataka ulinzi, udada anataka polisi, udada anataka mtu amsimamie usiku akienda kulala nyumbani kwake awe na mtu. Nilisema kwenye ile video ya zamani tena, nilisema bana, sisi kibongo bongo tunajuana, nyumba jirani unajua ipo vipi, mlango wako unaingilia wapi na unatoka na wapi. Sisi ni watu wa maskini, tunajuana bana. Mambo mengine tutumia akili sana wakati tunataka kuyatumia, lakini huwa UVCCM hawaelewagi. Unajua kipindi kile hawaelewi, wanaona tu labda mtu kapewa 200,000 au kaaidiwa 500,000 au kaambiwa bwana ukishamaliza hii process unaweza ukaajiriwa sehemu kazi. Umepewa kazi, jioni unaenda kurudi kwenye banda lako uliokuwa unaishi. Sasa ile banda ukisharudi, yule jirani wako anakujua wewe nyumbani kwako unaingia na mlango gani, unatoka na mlango gani, barabara yako iko vipi, dirisha lako liko vipi. Ni rahisi mtu kukufuata, kwa sababu sisi tunaishi mtaa mmoja, tunajuana wote. Sasa mambo kama hayo ndio yanayotokea. Bwana, namuombea Mwenyezi Mungu ampe afya, kwa sababu ni binadamu, siwezi kuonyesha chuki kwake na haistahili. Sasa hivi niseme bwana anastahili apigwe, hapana. Siwezi sema hivyo. Mimi naweza nikasema bwana Mwenyezi Mungu ampe afya, ni mtoto wa kike na amepelekwa na shida kama wengine walivyokuwa na shida, lakini napenda kuonya wengineo ambao wako na hizo tamaa za kuangalia hizo hela tu, za kusema bana napewa hela wacha nikajitafutie, napewa hela wacha nifanye ninavyofanya. Najua tu vijana wengi ambao walikuwa wako kwenye social media, kwenye TikTok au Instagram au Facebook, sehemu yote, walikuwa wanafanya taharuki za maandamano au walikuwa wanatengeneza makundi yao, wanachomewa nao vijana kama hawa UVCCM, wanaenda kuambia polisi bana yule unajua yule fulani fulani nyumbani kwao ipo hivi sijui. Vijana wengi waliuliwa tarehe 29 huwa sababu imetokea ni vijana wenzao ndio walikuwa wanawachomea. Sasa hivi mambo kama hayo, kama kuna mtu yoyote unafanya mambo kama hayo, hayana msingi kwa sasa hivi. Kwanza chukulieni funzo kwa Iran. Sasa hivi Iran wananchi wake wamebadilika. Iran ni nchi ambayo ilikuwa inarusha kombora ikiwa kule kwao Iran ilikuwa inapita nchi 3 mpaka inaenda kuangukia wapi? Israeli tu ilikuwa inaenda kupiga huko. Lakini sasa hivi hawezi fanya chochote, kwa sababu mara moja wananchi wakisha kugeuka, nchi hata kama ikiwa na power kiasi gani haiwezi fanya chochote, haiwezi fanya chochote. Silaha wanazo, wana kila kitu, lakini sasa hivi hawezi fanya chochote, kwa sababu raia kama wanasimama barabarani, hawalali usiku mchana, saa zote wamesimama barabarani wanapiga kelele, wewe utafanyaje? Hauna cha kufanya, inakubidi tu ukubali wanavyotaka. Ndio sasa hivi iliyowapata Iran. Sasa sisi kama Watanzania, kabla haijatufikia huko, mimi ningependa bwana, hebu tujinyosha sisi wote. Mimi siwezi sema labda serikali, siwezi sema labda vijana, siwezi sema hivyo, lakini tujinyooshe kabisa, tufanye kila mtu anavyoona hivi ni sahihi kwangu. Kama serikali inaona ikifanya hivi ni sahihi kwa wananchi, ifanye hivyo, na wananchi kama wanaona wakifanya hivi ni sahihi kwa nchi yao, wafanye hivyo.
lakini sio sasa watu wanaanza kuchomeana sijui fulani ni mhaini, kwa sababu kesi za Bongo zote tumekuwa na uhaini, hakuna kesi nyingine iliyotumika. Sasa uhaini, si nashangaa, sisi wote ni wanajeshi, sisi wote tumefanya nini, sijui tumefanyaje, hatuwezi kujua. Sasa kila mtu haini. Ise bana, wahaini wamekuwa wengi sana mwaka huu kwa Tanzania. Sasa sijui hata rais, wabunge, mawaziri wote, ukiongea tu wewe uchapo uhaini. Wewe kama ni mchungaji ukiongea uchapo uhaini. Wewe kama ni shehe, labda imamu au nani, ukishaongea wewe mhaini. Wewe raia wa kawaida ukishaongea wewe ni mhaini. Yani hakuna kitu kingine, yani ni uhaini. Sasa kama hii imekuwa hivyo, yule mwanajeshi ambaye anataka kupindua serikali anaitwa nini? Kama hawa wenyewe ushawapa jina la uhaini, na wale wananchi wanajeshi ambao wenye silaha wanaweza kapindua nchi wakijadili mambo kama hao, wataitwa nini? Mna jina mnataka kuwapa, kwa sababu lile jina la uhaini linatumika kwa jeshi, sio raia wa kawaida au mtu labda anafanya uhalifu ana kundi lake, ana nini, silaha sijui nini, anaenda kuvamia, ndio wanaitwa wahaini. Hiyo elimu nyingine ya Watanzania sijui ipo wapi. Bwana, nashukuru sana. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. See you next video guys.